Waziri Mkuu wa Hispania Pedro Sanchez ametoa wito kwa Iran kufungua tena Strait of Hormuz ili kurejesha uhuru wa usafirishaji wa mafuta na gesi duniani. Kulingana na ripoti za vyombo vya habari vya kimataifa na maoni ya Umoja wa Ulaya, yaani European Union, kauli hii ilitolewa katika mkutano wa viongozi wa Umoja wa Ulaya huko Brussels wiki hii, ambapo wameitaka Iran kufungua njia hiyo muhimu na kusitisha mashambulizi dhidi ya miundombinu ya nishati na maji katika eneo la Mashariki ya Kati. Sanchez ameitaja vita vya Marekani na Israeli dhidi ya Iran kuwa sio vya sheria na visivyo na sababu yoyote, akisema vinaharibu maisha ya raia, vinazuia wakimbizi wengi na vinatia hatari uchumi wa dunia, hasa nchi za Global South. Amesema, tunapinga vita hivi kwa sababu ni haramu, vinaharibu raia, wakimbizi na athari za kiuchumi zinazoathiri ulimwengu mzima. Viongozi wa Umoja wa Ulaya wameitaka Iran kusitisha mashambulizi dhidi ya nchi jirani katika Ghuba ya Uajemi na kushirikiana kimataifa ili kuzuia mgogoro wa wakimbizi wakubwa. Hata hivyo, Hispania imekataa vikali kushiriki katika operesheni yoyote ya kijeshi katika Strait of Hormuz kama ilivyotangazwa na Waziri wa Ulinzi Margarita Robles na Waziri wa Mambo ya Nje Jose Manuel Albares wiki iliyopita. Serikali ya Sanchez imekataza ndege za Marekani kutumia misingi ya pamoja nchini Hispania kwa mashambulizi dhidi ya Iran, na akisisitiza kuwa lengo lao lazima liwe kuisha kwa vita mara moja, si hatua za muda mfupi au za kijeshi. Wito huo unakuja katika wiki ya 4 ya kivita vilivyoanzishwa Februari 28, 2026, ambapo Irani imethibitisha njia hiyo kwa kutoza ada hadi dola milioni 2 ambazo ni takriban fedha bilioni 5 za Kitanzania kwa meli zinazoruhusiwa kupita, na bei ya mafuta imepanda sana kutokea baada ya kufungwa kwa usafirishaji kwenye njia ambayo zaidi ya 20% ya mafuta na gesi duniani inaitumia njia hiyo kusafirisha nishati hizo. Rais Trump wa Marekani ametoa vitisho vya mashambulizi zaidi ikiwa njia hiyo haitafunguliwa ndani ya masaa 48.